Jifunze kutafakari njia zako ili kuboresha na kuimarisha maisha yako. Kitabu cha Hagai sura ya 1. Katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa 6, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shealtieli, liwali wa Yuda, na Yehoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, kwa kinywa cha Hagai nabii kusema, Bwana majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Anasema huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati utupasao kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni mlimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mlitazamia vingi, kumbe vikatoka vichache, tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi, na juu ya milima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu kiotacho nchi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya kazi zote za mikono. Ukisoma ile Hagai sura ya 1 mstari wa 5 inasema, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Na mstari wa 7 pia wanasema Bwana wa majeshi asema, zitafakarini njia zenu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8 inasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno haya mchana na usiku, ili upate kutenda sawasawa na alivyoandikwa humo. Anasema ndipo utakapofanikisha njia zako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kwa hiyo Hagai anatuambia zitafakarini njia zenu. Yoshua anasema ndipo utakapofanikisha njia zako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kwa hiyo kustawi au kufanikiwa kwa jinsi ya nje kwa mwanadamu ni matokeo kwanza ya kufanikisha njia zako. Kwenye Biblia za Kiingereza zimetumia neno consider your ways. Zitafakarini njia zenu, inasema consider your ways. Kuconsider manake think carefully about something, typically before making decision. Kabla hujafanya maamuzi yoyote, tafakari kwa kina. Kwa hiyo anaposema tafakarini njia zenu, maana tunatakiwa tuwaze na kuchambua kwa undani zaidi njia za maisha yetu kabla hatujachukua hatua yoyote ile au maamuzi yoyote yale kwenye maisha. Sasa mafanikio ya mtu na matokeo mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yake yamefichwa kwenye kufanikiwa kwa njia za mtu. Kwa njia za mtu zisipofanikiwa, maisha ya mtu hayafanikiwi. Njia za mtu zisipokuwa na mafanikio, zisipopiga hatua kwanza, maisha yake ya mwilini hayapigi hatua kwanza. Kwa hiyo matokeo ya mwilini ni matunda ya njia za kwake za kimaisha ambazo zimefanikiwa. Maamuzi ya mtu anayoyafanya katika maisha yake ya kila siku ni matokeo ya tafakari yake anayofanya kila siku katika eneo husika, au katika kutafakari kwake njia zake. Maamuzi ya mtu anayoyafanya katika maisha yake ya kila siku ni matokeo ya tafakari yake anayofanya kila siku katika eneo husika. Maamuzi ambayo mtu anachukua kwenye eneo lolote, liwe eneo la kifedha, liwe eneo la kimahusiano, liwe eneo la elimu, liwe eneo la kazi, maamuzi yote yale ambayo unachukua ni matokeo ya tafakari yako kwenye eneo husika. Hagai hapo anasema, Bwana majeshi asema hivi kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Kwa kuna namna walikaa wakatafakari, wakafikiri, wakaona kwamba huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Mungu, huu sio wakati wa kuja, huu sio wakati wa kwenda kwa ajili ya Bwana, huu sio wakati wa kuchukua hatua kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya kukuza na kueneza ufalme wa mbinguni. Sio wakati, lakini huu ni wakati wa kufanya mambo ya kwetu kibinafsi. Kusoma habari ili uelewe vizuri, itabidi urudi kusoma kitabu cha Ezra. Wakati Mungu anaamsha roho ya Koreshi, akawaambia watoke waende kuijenga nyumba ya Bwana Yerusalemu, wakaijenga nyumba ya Mungu. Ilivyofika kwenye ile sura ya 4, wakajitokeza watu, wakaandika barua. Baada ya mfalme Koreshi kutoka, ameingia mfalme mwingine, wakaandika barua kuwazuia wasijenge, na wakaacha kujenga. Ni mpaka baadaye kwanza alipokuja tena mfalme Dario. Sura kwanza kwenye Hagai inasema katika mwaka wa pili wa Dario mfalme. Dario alikuja baada ya Koreshi, akaja Artasasta, akaja Dario. Baada ya Dario kuja, ndipo Mungu analeta neno kwa kinywa cha Hagai kwamba ninyi mnasema huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana, sio wakati wa kufanya kazi ya Mungu, sio wakati wa kueneza ufalme wa Mungu, ila mmekaa mkatafakari, mkafanya maamuzi ya kuamua kujenga nyumba za kwenu wenyewe. Maana mko so much
busy na mambo ya kwenu, mambo ya kimaisha, mambo ya kwangu mmeacha. Kwa maamuzi yao yalikuwa ni matokeo kutafakari kwao. Kutafakari kwako njia zako kukiwa vibaya, maamuzi yako yatakuwa mabaya. Kwa sababu maamuzi yoyote ambayo unachukua ni matokeo ya kutafakari njia zako ambayo umeyafanya, namna ulivyotafakari. Matokeo au mambo anayoyapata mtu katika shughuli zake za kila siku ni matokeo ya tafakari anayoifanya katika njia zake. Ukitaka kubadilisha matokeo, badilisha aina na kiwango cha tafakari unayokuwa nayo kwenye njia zako. Kabla ya kuboresha matokeo ya maisha yako, iwe kwenye biashara, iwe kwenye ajira, mahali popote pale, iwe kwenye shughuli za kwako, boresha kwanza tafakari unayokuwa nayo kwenye njia za kwako. Usoma kile kitabu cha Hagai sura ya 6:7. Anasema hivi, mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara, apata mshahara ili kutia katika mifuko iliyotoboka. Bwana majeshi asema hivi, tafakarini njia zenu. Mungu anatafuta namna ya kuwapa, anaambia mnahangaika, mnatafuta solution hapo na pale ili mpate majibu ya maisha yenu. Badilisheni njia zenu kwanza. Chunguza, issue ni kwamba haya matokeo yametokana na njia za kwenu. Kuna kitu kimepandwa kwenye njia za kwenu, sababu njia ya mtu ndio inayozalisha matokeo kwenye maisha yake. Badilisha tafakari yako, sema tafakarini njia zenu. Make chukua njia zako, ziweke mbele yako, zichunguze ziko sahihi. Kabla hujabadilisha matokeo, badilisha njia ambazo unazitumia kupata kile unachotaka ukipata. Shida ni kwamba Wakristo wengi sana hata matokeo wanayotaka hawajui. Hakuna mtu ambaye Mungu hawezi kumpigisha hatua. Shida inapokuja maono tulionayo. Ndio maana cha kwanza tafuta maono, then ukishapata maono tafakari njia zako, namna ya kuatimiza yale maono. Mungu anawaambia hapa, mmekula lakini hamkushiba, mnavaa nguo lakini hampati joto, mnapata mshahara mnaweka kwenye mifuko iliyotoboka. Anasema tafakarini njia zenu. Kwa anawaambia namna ya kubadilisha hii hali, mazingira ya nje ni kutafakari njia zako. Kama kenini anakuambia kwamba kinachoonekana huku nje ni matokeo ya njia za kwako, na ili zibadilike, ili zihuishwe, ili zitengenezwe, tafakari njia zako. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Usipotafakari kuna kitu utakiona ndani yako. Si watu wengi sana wanaweza wakakaa kutafakari njia zao. Si watu wengi sana. Wengi wanaamka na kulipuka tu na ratiba za kila siku, anatoka huko anarudi tena nyumbani, anakaa analala usiku, ameshachoka, kiamka anaondoka. Wangapi ukauliza, wangapi wanaweza wakajipa nafasi ya kukaa na kuwaza juu ya mambo mbalimbali ya maisha? Hawana. Wanafuata timetable, akiamka asubuhi anaamka na kulipuka, hakumbuki kuomba, hakumbuki kusoma neno, anaondoka tu, ratiba zinaanza mwanzo mwisho, hana muda wa kutafakari. Daudi anasemaje? Ninapotafakari shuhuda zako kitandani mwangu usiku kucha. Kwa Daudi akilala kitandani anatafakari. Wewe ukilala kitandani unachojua nini? Haujapata usingizi, unachukua simu, pita kwenye mitandao yote na kuangalia movie na udaku. Muda wa kutafakari hamna. Ila angekuwa ni mwingine kitandani hana usingizi, anazima taa, anafumba macho yake, anaanza kusotea na kitu, kutafakari yake, kuwaza, unawaza namna unavyochomoka mahali. Sasa nikwambie, hakuna changamoto sio na jawabu, haipo. Shida ni kwamba hatuna muda wa kutafuta hayo majawabu. Mahali pale popote ambapo unakwama, mtafute Mungu. Kaa tafakari njia za kwako.